Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan aliongoza kikao maalum cha Halmashauri Kuu ya Taifa ya chama hicho kilichofanyika visiwani Zanzibar na kuibua mjadala mkubwa wa kisiasa. Akizungumza wakati wa uendeshaji wa kikao hicho mjini Zanzibar, mwenyekiti huyo wa chama tawala aliongoza usimamizi wa masuala mbalimbali ya kiutendaji ikiwemo uteuzi wa viongozi wa idara mbalimbali na kutoa fursa kwa wajumbe wa ngazi ya juu kujadili mwelekeo wa nidhamu na sera za chama. Mjadala huo uliibuka tarehe 29 mwezi Julai mwaka wa 2026 ukimhusisha moja kwa moja makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi kufuatia madai ya kuwasilisha kwake mbele ya kamati ndogo ya maadili kufuatia kauli alizozitoa hivi karibuni zikiwataka wananchi kupigania na kudai katiba mpya. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alisikiza ushauri na maoni kutoka kwa wajumbe wa ngazi ya juu wa Halmashauri Kuu ya Taifa walioeleza kutoridhishwa kwao na mtazamo wa kiongozi huyo wa serikali. Wakati wa kikao hicho cha Zanzibar, taarifa za ndani zilizoibuka zilibainisha kuwa kauli ya kiongozi huyo ilitafsiriwa na baadhi ya wajumbe kama hatua inayopingana moja kwa moja na msimamo rasmi wa serikali pamoja na mtazamo wa chama tawala. Mwanasiasa huyo mwandamizi na katibu mkuu wa zamani wa CCM Daktari Emmanuel Nchimbi alipokea ukosoaji mkubwa kutoka kwa baadhi ya wajumbe mashuhuri waliohudhuria kikao hicho, akiwemo aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda almaarufu Bashite, ambaye alionyesha kutokubaliana na maelezo yaliyotolewa na makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi. Taarifa zilizowekwa wazi na mwanaharakati Maria Sarungi kupitia mitandao ya kijamii zilibainisha kuwa pendekezo la kumpeleka makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi mbele ya kamati ya maadili lilizua mzozo na mjadala mkali sana kati ya wajumbe wa Halmashauri Kuu ya Taifa. Mjadala huo uliendeshwa chini ya uongozi wa mwenyekiti wa CCM Taifa ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ukiakisi mgawanyiko wa kifikra na kimtazamo uliopo ndani ya chama tawala kuhusiana na mchakato wa marekebisho ya sheria ya mama nchi. Wajumbe waliohudhuria walieleza mitazamo tofauti hasa kuhusu jinsi viongozi wa ngazi ya juu wanavyopaswa kuwasilisha masuala ya kikatiba mbele ya umma. Uchunguzi unaomkabili kiongozi huyo wa serikali na mjumbe wa kamati kuu Emmanuel Nchimbi unatarajiwa kuongozwa na mwanasiasa mkongwe na mjumbe wa Halmashauri Kuu ya Taifa Stephen Wasira. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na mwanaharakati Maria Sarungi, kikao hicho cha kamati ndogo ya maadili kimepanga kumhoji mwanasiasa huyo ili kubaini ukweli wa kauli zake zilizoeleza kwa mwenyekiti wa CCM Taifa Rais Samia Suluhu Hassan ana nia ya kuleta katiba mpya nchini. Uchunguzi huo unatajwa kuwa na mshikamano na uhusiano wa kihistoria kati ya viongozi hao katika uongozi wa chama na maamuzi ya zamani ya uteuzi wa ndani. Tukio hilo lililomhusisha makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi lilipata pia uchambuzi kutoka kwa askofu mkuu wa Dayosisi ya Karagwe Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Daktari Benson Bagonza kupitia ujumbe uliosambazwa kwenye mitandao ya kijamii ukiwa umeambatana na picha ya aliyekuwa makamu wa rais Daktari Philip Mpango akiwa katika makabidhiano ya majukumu. Kiongozi huyo wa kiroho alibainisha kuwa mzozo huu uliibuka ndani ya kikao cha Halmashauri Kuu chini ya Rais Samia Suluhu Hassan, unadhihirisha vilevile kizingiti kikubwa
kilichopo katika kupatikana kwa katiba inayotakiwa na wananchi, kwani viongozi wanaojaribu kutoa ahadi za mabadiliko wanakumbana na upinzani wa ndani. Mwanasiasa huyo mwandamizi na kiongozi wa serikali Daktari Emmanuel Nchimbi anatajwa katika uchambuzi wa Askofu Benson Bagonza kama kiongozi aliyejaribu kuinua matumaini ya wananchi kwa kutoa kauli za mabadiliko ya kiutawala katikati ya jamii iliyokuwa na kiu ya mabadiliko. Mtaalamu huyo wa masuala ya kiroho alieleza kuwa jitihada hizo za kueleza nia ya serikali inayoongozwa na mwenyekiti wa CCM Taifa, Rais Samia Suluhu Hassan, zilikumbana na utata kutoka kwa makundi yaliyoshikilia ushawishi mkubwa ndani ya mfumo wa serikali na kijamaa, na hivyo kujitishia juhudi za maridhiano ya kisiasa nchini. Mjumbe huyo wa kamati kuu ya CCM Daktari Emmanuel Nchimbi anaingia katika kumbukumbu za viongozi wa ngazi ya juu ndani ya chama tawala kukabiliwa na changamoto za kinidhamu kufuatia matamshi yanayoguza hisia za wananchi na mwelekeo wa nchi. Katika kikao hicho cha tarehe 29 mwezi Julai kilichoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan huko Zanzibar, Halmashauri Kuu ya Taifa ilifanya pia uteuzi wa Anna Mringi Macha kuwa naibu katibu mkuu wa CCM Tanzania Bara, pamoja na kujaza nafasi mbalimbali za uongozi kwenye idara ya uchumi, fedha pamoja na idara ya organization. Mchakato huo wa kikao cha Zanzibar umewekwa wazi kupitia taarifa rasmi zilizotolewa na katibu wa Halmashauri Kuu ya Taifa, idara ya uenezi na mafunzo, Amos Makalla, ambaye alieleza maamuzi mbalimbali ya kiutendaji yaliyofikiwa na Halmashauri Kuu chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Hata hivyo, taarifa hizo rasmi za katibu wa Halmashauri Kuu Amos Makalla hazikutaja kwa uwazi au kuweka wazi maamuzi yoyote ya kinidhamu yaliyochukuliwa moja kwa moja dhidi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi kufuatia mjadala huo wa ndani. Kipindi hiki cha uongozi kinamweka makamu wa rais Nchimbi katika mtihani mkubwa wa kisiasa anapokabiliwa na mijadala ya ndani ya chama, wakati mwenyekiti wa taifa CCM naye Rais Samia Suluhu Hassan akiendelea kusimamia safu ya uongozi kuelekea mchakato wa uchaguzi na marekebisho ya sera za chama. Kutajwa kwa jina la kiongozi huyo katika mizozo ya ndani ya Halmashauri Kuu kunawapa fursa wadau wa siasa kutathmini uimara na mshikamano wa ndani wa chama tawala pale viongozi wa juu wanapotoa kauli zinazotafsiriwa tofauti. Hatua yoyote inayochukuliwa na kamati ndogo ya maadili inayoongozwa na Stephen Wasira dhidi ya makamu wa rais itakuwa na mchango mkubwa katika mwelekeo wa kisiasa wa Chama cha Mapinduzi kilicho chini ya Rais Samia Suluhu Hassan. Mjadala huu unaendelea kuibua maswali mbalimbali miongoni mwa wananchi, wanachama na viongozi wa kiroho wanaofuatilia kwa karibu wazi wa matokeo ya kikao hicho cha Zanzibar na hatua za kinidhamu zinazoweza kuchukuliwa ndani ya mfumo rasmi wa chama hicho. Uhusiano wa kiutendaji kati ya mwenyekiti wa CCM Taifa Samia Suluhu Hassan pamoja na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi unazidi kutazamwa kwa umakini mkubwa na wachambuzi wa masuala ya utawala. Mtiririko wa matukio ndani ya Halmashauri Kuu ya Taifa unaonyesha jinsi kauli za viongozi na kiongozi huyo huku kuhusu katiba mpya zilivyoamsha hisia tofauti na kuleta migongano ya kimtazamo kati ya wajumbe wanaounga mkono mabadiliko na wale wanaosisitiza kufuatwa kwa msimamo rasmi wa chama.